Tarimo, ukienda kuangalia kitu ambacho kilikuwepo pale, ilikuwa ni masuala pamoja na mengineyo yaliyokuwepo, ni masuala ya kimapenzi. Katumika dada mmoja ampigie simu yule bwana, wakutane kwenye kale ka hoteli kaliko kuwepo pale. Yule bwana anapokwenda pale hamuoni yule dada, lakini anaona kuna jamaa wengine ambao wako pale. The moment tumetangaza, wote wakakimbia, wakimbilia njia za Ifakara na sehemu zingine. Tukabahatika kwenda kuwakamata na vitu vingine vya namna hiyo. Ripoti ilitolewa na jeshi la polisi. Lakini kinachosemwa hapa kwamba mbona hamzungumzi kwa sauti kuhusu utekaji, na nataka niwaambieni brothers and sisters, ni vitu ambavyo wakati fulani mtu akipanga kuwa na nia ovu katika taifa, anaweza yeye mwenyewe akaangalia hivi ni mtu gani nikimspot, jamii moja kwa moja itasema aliyefanya hivi ni huyu. Nadhani kisheria mnajua vizuri hiyo ni jambo gani. Mume na mke wanaweza kugombana ndani ya nyumba, wakaa kwenye ugomvi wa muda mrefu, lakini mtu akaja na interest akamdhuru mwanamke au mwanaume katika wale waliogombana, akijua kabisa kwamba baada ya kudhurika huko atakaye kuja kunyoshewa mkono kwa haraka ni either or katika wale. Hiyo ni assumption ya kwanza. Lakini assumption ya pili ni kwamba jambo hili linapotokea katika mikoa yetu sisi, nyie mnafahamu wakati fulani sio jambo jepesi kabisa. Hata mimi mwenyewe kiongozi, ni kweli kuwa wanakuwa na vyombo vya dola, lakini sio kweli kwamba nakuwa nao muda wote kabisa kwamba tapale nyumbani muda wote nipo nao. Hapana. Huko nje kinaweza kufanyika jambo kwa nia kabisa ya uhalifu kabisa, lakini mwisho wa siku ikawa ni mazingira gani jambo hilo limetokea, tuna teknolojia gani ya kuweza kubainisha kwa haraka jambo hili, tuna jambo gani naloweza kwenda namna hii. Ni kama kwenye huu uchaguzi, wao wanasema polisi wameua. Hiyo ni statement ya kwanza, lakini ikija kubainika, nachukulia tu kwa mfano kwamba kundi la pili lilikuwa na silaha, lilikuwa na visu, lilikuwa na mapanga, haya yenyewe yanaweza kuwa alifanya kazi kwenye nini, yanachukulia tu mfano. Kwa nini? Ni kwamba by concept mshika bunduki ni polisi, lakini why if kuna jambazi ambaye na yeye kaingia humo kwenye huo mkumbo, kashika naye bunduki yake itakuwa ilimpiga nani? Huu ni mfano, sivyo navyotaka kusema. Lakini nani atakuja kusema haya? Tume iliyoundwa inaweza kudetail zaidi tukaja kufikia huko. Kwa sisi na wenzangu hawa wakuu wa wilaya hawa tunakemea sana masuala yote yanayohusiana na masuala ya kiutekaji. Na pale Pagara pale, mnakumbuka ilikuwa imeanza wakati fulani kuteka watoto, kubaka watoto. Tulifanya kazi kubwa sana pia kushikana vyombo vya dola. Lakini nyie mnafahamu katika matukio haya yapo ambayo yanaweza kwa haraka sana uchunguzi wake ukakamilika kwa haraka kutokana na nature tukio lenyewe. Lakini yapo matukio ambayo uchunguzi wake pia unaweza kuchelewa kulingana na nature tukio lenyewe. Lakini pale ambapo mtu anasema nataka majibu sasa hivi, nataka majibu muda huu. Sasa majibu muda huu pia huwa linaweza likawa ni jambo jepesi au lisio jambo jepesi kulingana pia na taifa letu lilivyo. Lakini kuna mambo pia ajira kwa vijana. Ndugu zangu wahariri wa vyombo vya habari, vijana wa vyuo vikuu ni kweli kabisa wanalalamika, ni kweli kabisa, lakini